Mwezi wa kimataifa ni ule mwezi unaoandama popote duniani. Alafu mtu akasema mimi nafunga leo bwana kwa sababu mwezi umetoka mahala fulani na wala mimi sizingatii umbali. Hao ndio wenye mtazamo wa mwezi wa kimataifa. Na mwezi ambao si wa kimataifa ni hawa ambao wanazingatia masafa maalum, kwamba huko ulikotoka hatuna tatizo kwamba umeonekana haujaonekana. Tatizo letu wao wana masafa yao, sisi tuna masafa yetu, na hiyo ipo ikhtilafu al-matali. Kwa ndio kuna mwezi wa kimataifa na mwezi wa masafa maalum. Sasa ingawa wanaodai mwezi wa kimataifa, kwa bahati mbaya sana huwa mwezi wao si wa kimataifa. Mwezi wao ni mwezi wa nchi za Kiarabu. Ingawa hilo nalo nitazo jingine hilo. Wanaodai mwezi wa kimataifa mara zaidi ya 90 na ngapi, mwezi wao si wa kimataifa bali mwezi wao ni wa nchi za Kiarabu. Na ndio maana kama haukutoka nchi za Kiarabu lazima wakhtalifiane. Sasa huo nao pia ni mtihani mwingine, lakini kwa leo sio mada yangu, nitakuja kuueleza wakati mwingine. Na bahati mbaya wale watu wa mwezi wa kimataifa kuna kitu kimoja kikubwa sana wanakikosa katika nchi yetu. Chenyewe ni kuona mwezi. Kule kuona mwezi ni kitu kikubwa sana. Ingawa ile siku ya mwezi 28 Tanzania ambao ni 29 kwao eti wanatafuta mwezi. Wanatafuta huku wakijua hawatouona. Kwa sababu tangu wawepo hapa takriban miaka 30 sasa hawajaona mwezi hata mwaka huu. Hata mwaka mmoja hawajawahi kuona mwezi. Lakini bahati mbaya kwa sababu swala lenyewe nalo limeingia na ubishani juu, kwa linaonekana kama vile ni masuala ya kubishana. Kumbe hapana, ni masuala ya dini. Sasa mwezi wa kimataifa ni mwezi usiotekelezeka, ni mwezi usiowezekana. Na nikizungumzia swala hili huwa napenda sana kuyatoa haya maazimio, huwa napenda. Na nina maana yangu sana kufanya hivi. Kila wakati nikizungumzia swala hili huwa napenda kuyatoa haya maazimio, kwamba bahati nzuri wenzetu waliujadili mwezi wa kimataifa na waliujadili kwa mkutano wa wanawachuoni, kisha wakatia saini zao baada ya makubaliano. Lugha hii ni muhimu sana kuielewa tunapozungumzia mwezi wa kimataifa, kwamba je, unawezekana? Je, unaweza kutekelezeka? Kwa kila saa na kawaida ya kufanya hivi kwa sababu lengo kama ninavyosema mara kwa mara, matalibul ilmi, wanafunzi ambao wanasoma dini, wawe wa upande wetu wawe wa upande wa kule, ni vizuri sana sana wakaweka hoja mezani, kwa sababu hii ni dini. Sio mpira, sio siasa, sio ushabiki. Hii ni dini. Napenda kuyatoa haya maazimio ili mwanafunzi akikaa sasa aseme, basi ina maana kweli wenzetu waliokaa wakajadili wakasema mwezi wa kimataifa haupo na hauwezi kutekelezeka. Lakini mimi huyu shekhe wangu asema upo na utatekelezeka. Mbona basi huyu shekhe wangu na mashekhe wenzake hawakai mkutano kama walivyokaa mkutano hawa? Kwa nini hawa hawakai? Kwa nini? Wakati hawa lugha ya Kiarabu wanaijua, hawa ilmu za kuwapinga hawa wanazo, mbona hawakai kisha baadaye chambilicho wenyewe wakafanya raddi? Kwa sababu alhamdulillah sasa rudud zimejaa kwenye mitandao. Kwa nini hawakai mkutano wakafanya raddi, kuwaradi hawa waliosema mwezi wa kimataifa hauwezekani na haupo? Sasa acha kidogo matalibul ilmi ni wasomee kidogo tu kwa uchache, ili muone namna gani wenzetu walivyosema wazi kwamba haupo na hauwezi kutekelezeka. Wenzetu walikaa wakauzungumzia mwezi wa kimataifa. Mkutano wao walianzia kwanza katika suala la mwezi wa mahesabu, kwamba je, mwezi wa mahesabu unawezekana? Kwa sababu kuna watu wenye maoni ya kutumia mwezi wa mahesabu. Yani kabla mwezi haujaandama unafanya hesabu, alafu unajua kwamba siku kadhaa ndio siku ya kufunga. Hilo wakasema hapana, tutegemee kuona mwezi uonekane. Habari ya kufanya mahesabu, hilo hapana. Baadaye kaenda mpaka akafikia tena kwenda kujadili sasa kwenye kinachoitwa ikhtilafu al-matali. Ikhtilafu al-matali
maana yake mwezi wa ikhtilaful matali ndio mwezi wa masafa maalum. Mwezi wa ittihadul matla huo ndio mwezi wa kimataifa. Yani ukionekana mahala popote, basi mwezi huo utawahusu watu wa dunia nzima. Sasa kwenye mkutano, wanawachuoni wamekubaliana kwenye kuzingatia ikhtilaful matali, kama dhahaba ila atibari ikhtilafil matali'i, ni kama walivyokuendea kwenye kuzingatia kukhtalifiana machimbuko. Kwa nini? Wanasema lima fihi min at-takhfifi ala al-mukallafin, kwa sababu ndani ya mwezi wa ikhtilaful matali kuna kuwafanyia wepesi wale mukallafun, na pia ma'a kaunihi huwa alladhi yaqtadhihi an-nadharu sahihu, pamoja na kuwa kwamba huo mwezi wa ikhtilaful matali ndiyo inayohukumilia fikra sahihi. Fikra sahihi ma'a kaunihi huwa alladhi yaqtadhihi an-nadharu sahihu. Nadhar ziko nyingi, lakini nadhar sahihi ni ile inayohukumilia ikhtilaful matali. Fama yadaihi alqailuna, lile wanalolidai wale wanaosema wale, min wujubi litihadi fi yawmi sawmi wal iftari, ambalo ni wajibu kuwa moja siku mbili ya kufunga na kufungua, siku mbili ya kufunga na kufungua. Tukifunga siku hiyo moja dunia nzima, tukifungua siku hiyo moja dunia nzima. Madai hayo mukhalifun lima jaa shar'an wa aqlan, madai hayo yanapingana na dalili zilizokuja za kisheria za kiakili. Akili inakataa kwamba eti mwezi ukionekana mahala dunia nzima ifuate mwezi huo. Akili inakataa. Sheria inakataa kwamba mwezi ukionekana dunia nzima watu wafuate mwezi huo. Kwa hiyo mwezi wa kimataifa haukubaliwi na sheria wala haukubaliwi na akili. Mkutano ndio unaozungumza, mkutano. Na mkutano huu ambao wanawachuoni wake utawaona wewe mwanafunzi ambao unasoma dini, watakiwa uwaone wale wanawachuoni, kisha baadaye uwahimize hawa wenzetu wakae mkutano. Wakishaka mkutano wafanye radi, na bahati nzuri hawa kwa radi ni wazuri mno, wafanye mkutano. Sasa wanaanza kusasambua ama shar'a, ama upande wa kisheria, kwamba huu mwezi wa kimataifa hauwezekani. Faqad awrada a'immatul hadithi haditha Quraibin, wameleta wanawachuoni hadithi, wameileta hadithi ya Quraib. Wamepokea wanawachuoni wa hadithi hadithi ya Quraibun. Hadithi ya Quraib inasimama katika sheria ya kwamba mwezi wa kimataifa haukubaliani na sheria. Wakaitaja ile hadithi, Mama Fadhli binti al-Harithi kamtuma Muawiya, kamtuma mtu wake kwenda kwa Muawiya Shamu. Nikafika Shamu, nikatekeleza shida yake. Mwezi wa Ramadhani ukaandama, mimi niko Shamu, nikauona mwezi muandamo Ijumaa. Nikauona mwezi muandamo Ijumaa. Kisha nikafika Madina mwisho wa mwezi. Abdullah bin Abbas akaniuliza, akautaja mwezi muandamo. Mwezi muandamo wenyewe mmeuona lini huko? Sema tumeuona usiku wa Ijumaa. Tumeuona usiku wa Ijumaa. Kawaida ule usiku unatangulia kabla ya mchana. Tumeuona usiku wa Ijumaa, yani katika siku usiku unatangulia alafu unakuja mchana. Asema tumeuona usiku wa Ijumaa. Ieleweke, masisi kwetu tunaona kama ile magharibi bado mpaka tufike 6 usiku. Hapana, ikiingia magharibi tu tayari ile siku ya kesho inaunganishwa na huu usiku wa leo. Kisha nikafika Madina mwisho wa mwezi. Abdullah kaniuliza, akautaja mwezi, mmeona lini? Sema tumeona siku ya Ijumaa. Wewe umeuona? Nikasema ndio, na watu wengine pia wameona, wamefunga, na kafunga Muawiya pia. Akasema lakini sie tumeuona usiku wa Jumamosi. Kwa tayari wale waliouona usiku wa Ijumaa ni kwamba kwao Ramadhani imeingia Ijumaa. Wale waliouona usiku wa Jumamosi kwao Ramadhani imeingia Jumamosi. Kwa ajili hiyo walipishana siku, hawa walipishana siku. Kwa wasema sisi sasa hata chakuwa tunafunga mpaka tukamilishe siku 30 au tuone
kwa maana kwamba hatuwezi kuchukua hesabu yako uliokuja nayo wewe. Hivi wewe hutosheki na kuona mwezi Muawiya na kufunga kwake? Sema la, isipokuwa tu kama hivi ametuamrisha Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Hapo ndipo waliposimama wanawachuoni waliokaa mkutano. Na kuna kafaida mwanafunzi unayesoma ukaelewe. Ukisikia jumhuri imesema, ni jumhuri ya watu ambao hawakukaa. Ukisikia huu mkutano umesema, ni mkutano wa watu ambao wamekaa. Faida uishike. Ukisikia jumhuri, maana yake ni watu waliofanana mawazo. Ni kwamba huyu mawazo yake aliyoyasema, na huyu mawazo yake aliyoyasema, na huyu mawazo yake aliyoyasema, ingawa hawakukutana, lakini yale mawazo yao yamefanana. Ndio jumhuri ikatajwa hivyo. Lakini hapa unazungumzia watu waliokaa mkutano, wakajadiliana, wakajenga hoja, wakafikiria wakati wa leo, wakajua dunia ilivyogawika kwa masaa na masiku. Ndio kwa hawa wamekaa, wale hawakukaa. Faida nzuri hiyo uishike, ili baadaye huko mbele tukienda uelewe, ala, kumbe hawa al-majma' al-fiqhi kumbe walikaa, kumbe wale jumhuri hawakukaa, kwa sababu wameachana hata miaka. Huyu alikuwa mwaka huu, huyu alikuwa mwaka huu, lakini mawazo yao yamefanana. Jumhuri unaipata hapo. Lakini hapa unawapata watu waliokaa, watu waliojadiliana, watu waliojenga hoja. Sasa utaangalia wewe hapo nini njia unaipata katika masala kama haya. Anaendelea kusema Imam Nawawi ametafsiri hadithi hii katika sharh yake ya Muslim aliposema huu ni mlango wa kwamba wana kila watu wa mji kuona kwao, na kwamba wao wakiuona mwezi muandamo katika mji haitathibiti hukumu ya mwezi huo kwa wale ambao wako mbali. Kwa baada ya kutaja upande wa sheria, nataka nisogee mbele ili upate upande wa kiakili sasa. Naruka ndio kwenye upande wa akili. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndani hapa kuna kitu anakisema, waqad qarrara al-ulama'u min kulli al-madhahibi anna ikhtilaf al-matali'i huwa al-mu'tabaru inda kathirin. Wamethibitisha wanawachuoni wa madhehebu zote kwamba kukhtalifiana machimbuko ndio kwenye kuzingatiwa mbele za wengi. Ndio maana amepokea Ibn Abdul Birri al-Ijma' kwamba hakuna kuchunga juu ya kuonekana mwezi katika miji iliyo mbali. Hakuna. Kama vile Khurasan min al-Andalusi, kama vile kulli baladin hukmun yakhusu, kama vile Khurasan ya Andalusi na huku likulli baladin hukmun yakhusu. Kwa maana za kimataifa hapo haupo. Sasa mwisho hapa anafunga, anasema hivi, wa kathiru min kutubi ahli al-madhahibi al-arba'a tafiha بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفر عليه. Hapo jaona wazi suala la mwezi wa kimataifa, wenzetu kumbe walikaa wakajadili wakapata maamuzi, mwisho anafunga. Wa amma akla, upande wa akili, upande wa sheria ni hadithi ya Quraib, upande wa sheria. Sasa Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.